Naam, habari za wakati huu mwana Baharia TV, ni matumaini yangu mzima wa afya. Karibu tuendelee kuzitazama zile taarifa ambazo tuko nazo. Sasa na kurejesha miaka kadhaa nyuma, TBT ya kwake mbunge wa zamani wa jimbo la Singida Mashariki Tundu Lissu aliwahi kutoa mchango mzito bungeni miaka kadhaa iliyopita alipokuwa akichangia hoja kuhusu rasilimali za madini nchini. Katika hotuba yake alianza kwa kumshukuru mwenyekiti aliyekuwa akiongoza kikao cha bunge, kisha akaeleza kuwa ingawa yeye si mtu anayejihusisha sana na kunukuu maandiko ya Biblia, kuna kifungu ambacho akikikumbuka mara kwa mara kwa sababu ya ujumbe wake mzito. Lissu alinukuu sehemu ya maandiko inayosema kuwa watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Alisema maneno hayo yana maana kubwa katika mjadala wa maendeleo ya taifa, hasa linapokuja suala la usimamizi na uelewa wa rasilimali za nchi. Akiendelea na hoja yake mbele ya wabunge na uongozi wa bunge la Tanzania, Lissu alieleza kuwa Tanzania imebarikiwa kuwa na madini mbalimbali, lakini cha kushangaza ni kwamba wananchi wengi bado hawaoni manufaa makubwa ya rasilimali hizo katika maisha yao ya kila siku. Alisisitiza kuwa tatizo kubwa si kukosekana kwa rasilimali, bali ni namna zinavyosimamiwa na mikataba inayofanywa katika sekta hiyo. Kwa mujibu wa maelezo yake, ni muhimu taifa kuwa na maarifa ya kutosha kuhusu thamani ya rasilimali zake, mikataba ya uchimbaji madini, pamoja na uwazi katika usimamizi wa sekta hiyo. Alionya kuwa bila maarifa na uwajibikaji, nchi inaweza kuendelea kuwa tajiri kwa rasilimali, lakini wananchi wake wakaendelea kubaki katika hali ya umasikini. Kwa hiyo katika mchango wake huo, Lissu alisisitiza umuhimu wa viongozi na wananchi kuelewa vizuri sekta ya madini ili kuhakikisha utajiri uliopo ardhini unaleta maendeleo ya kweli kwa taifa na vizazi vijavyo. Twende tukamsikie kwa ufupi kidogo Antipasi Mwigwai Lissu alichokizungumza siku hiyo bungeni. Hii ni Baharia TV. Mheshimiwa Spika, nakushukuru sana, na naomba nianze kwa kusema Mheshimiwa Spika kwamba mimi sio mtaalamu wa maandiko matakatifu, lakini kuna mahali katika Biblia kuna sema watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa, na nchi yetu inaangamia kwa sababu ya kukosa maarifa. La pili, Mheshimiwa Spika, asubuhi umesema kwamba haya masuala ya madini yanahitaji semina. Hilo ni jambo muhimu sana Mheshimiwa Spika, kwa sababu hoja hii inahitaji maarifa sana. Haiwezi kujadiliwa sawasawa kwa hizi dakika 5 au 10. Sasa Mheshimiwa Spika, nataka nijikite katika masuala ya madini kwa sababu ambazo ziko wazi kabisa. Mheshimiwa Spika, kamati ya rais ya Profesa Osoro ya jana na kamati ya Profesa Mruma ya mwezi uliopita sio ripoti za kwanza kuchunguza matatizo ya kwenye sekta ya madini katika nchi hii. Sio za kwanza, na Rais Magufuli sio wa kwanza. Mheshimiwa Spika, mwaka 2002 Rais Mkapa aliunda kamati iliyoongozwa na Jenerali Mboma, inaitwa kamati ya Mboma, kuchunguza matatizo ya sekta ya madini, hasa madini ya vito vya thamani. 2002. Mwaka 2004 Waziri Mkuu Frederick Sumaye, serikali ya Mkapa iliunda kamati ya Dr. Jonas Kipokola kuchunguza matatizo ya sekta ya madini. Taarifa yake ni ya Agosti 2004. Mwaka uliofuata 2005, Rais Mkapa na serikali yake waliunda kamati ya Bukuku, alikuwa katibu mkuu Wizara ya Fedha, kuchunguza matatizo ya sekta ya madini. Kama mwaka 2006, miezi michache baada ya Rais Kikwete kutawazwa kuwa rais,
akaunda kamati ya Laumasha. Bahati nzuri nimekuja na taarifa yake hii hapa. Kamati ya Laumasha kuchunguza sheria za madini, sheria za kodi, sheria za fedha, mikataba ya madini, kila kitu cha madini. Taarifa hii hapa. Mwaka 2008 baada ya mgogoro wa Buzwagi hapa bungeni, Mheshimiwa Rais Kikwete aliunda kamati ya Jaji Mark Bomani. Hii hapa. Kamati ya Jaji Mark Bomani, taarifa yake ni ya Aprili 2008. Kamati ya Osoro na Mruma ni kamati ya 6 kuundwa kushughulikia masuala ya madini. Sasa Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Spika, nimekuja na muhtasari wa kamati ya Profesa Osoro ya jana, hii hapa. Na kwa sababu ninafahamu taarifa zote hizi za kamati zingine, ninaweza nikawaambia waheshimiwa wabunge, hadidu za rejea za kamati ya Mruma na Osoro ni zile zile zilizokuwa hadidu za rejea za Kipokola, za Bukuku, za Laumasha, za kamati ya Bomani. Matokeo yake, findings na recommendations ziko hapa. Kwa kiasi kikubwa ni findings na recommendations zile zile zilizokuwa kwa Bukuku, zilizokuwa kwa Kipokola, zilizokuwa kwa Masha, zilizokuwa kwa Bomani. Hazijawahi kutekelezwa kwa sababu mnayoifahamu. Watu ambao wameuza madini ya nchi hii walipitisha sheria kwenye bunge hili, na ndio maana inashindikana. Na hii ya Dr. Magufuli, nazungumza, Mungu anasikia na watu wasikie, mtaniambia. Sasa Mheshimiwa, katika taarifa hii ya jana wamependekeza watu fulani washughulikiwe: mawaziri, makamishna, mwanasheria mkuu Bwana Chenge, kina Ngeleja, kina nani. Naombeni niwaambieni kitu, waheshimiwa wabunge, ili muwe na maarifa. Mtu wa kwanza kusaini mikataba ya madini na leseni za madini tarehe 5 mwezi Agosti mwaka 94, Meja Jakaya Mrisho Kikwete. Leseni ya Bulyanhulu, hii inapigiwa kelele leo. Leseni ya Bulyanhulu ya tarehe 5 Agosti 94 ilisainiwa na Jakaya Kikwete akiwa waziri wa maji, nishati na madini. Ya uraisi wakati ule hana kinga ya uraisi leo kwa kuhusiana na masuala aliyoyafanya wakati hajawa rais. Hana. Na alisaini leseni sio ya Bulyanhulu peke yake, ya Nzega, ya Geita. Hizo leseni Golden Pride Nzega, Geita Gold Mine zina sahihi ya Kikwete. Anaponaje? Asante kwa kuifuatilia Baharia TV. Usisahau kulike, kusubscribe, kucomment na kushare.